Choc à distance. Loketo, number one, Sukus. Mikosa, 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 Mikosa. Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi chako pendwa cha Pita Tazama. Ikiwa bado tunaendelea na historia ya mwanamuziki wa Alus Mabele almaarufu Leroy de Sukus kwa lugha ya Kifaransa, kikundi cha Loketo. Jina Loketo lenye maana ya makalio. Kikundi hichi kilikuwa moto ajabu sana. Kupitia mwanamuziki Alus Mabele, kikundi hichi cha Loketo kiliuza nyimbo nyingi hapa barani Afrika na ughaibuni na kufanya kujulikana dunia nzima. Baadhi ya nyimbo ambazo Loketo imeweza kuimba ni ile ya Embargo, ambapo tumeona nyimbo hii imeunganisha wanamuziki wote kama kina Diblo Dibala, piga gitaa Dali Kimoko, ya ngoma Mark Makaya na wengine wa kikundi hicho cha Loketo. Kwa miaka 25 katika tasnia ya muziki, Alus Mabele aliuza takriban albamu milioni 10 ya muziki wake, au ulichangia muziki wa Sukus kujulikana dunia nzima. Na kutokana na hilo alitoa baadhi ya album ambazo zilimpa umaarufu sana. Baadhi ya albamu hizo ni ile ya Stop Artists ya mwaka 1992, PSD General Washiwa ya mwaka 1994, Africa Moso, We Did Mix, Compile 2 ya mwaka 1999, Sava Sevia. Akiambatana na wapiga gitaa nguli kama kina Dali Kimoko, alifanya Afrika nzima kucheza mziki wa Sukus, na baadhi ya nyimbo zake zilizoacha athari kubwa ni ile ya Embargo, Betty, Evelyn, Strabol, Zanbel na Star D. Alus Mabele alikuwa ni gwiji mkubwa sana katika jukwaa, ambapo siku zote sura yake ilikuwa inaonekana ikicheka tu kwa furaha kwa sababu ya mziki wa Sukus. Aliponengua mauno yake na kucheza na vingo vyake, basi wewe kama anayekumbuiza utafurahi mno. Na huo ndio umekuwa historia ya mwanamuziki Alus Mabele kwa sehemu ya 3. Usikose kufuatilia sehemu ya 4, historia ya mwanamuziki wa Sukus Alus Mabele, katika ulingo wa Shafaa Media, kiwa nami Shaban bin Farjala aka Mwana Mtongo aka shabiki wa muziki wa Sukus.